tunakatisha kama sisi wenyewe. Haleluya. Tunapasana cha kununuliwa sisi wenyewe. Lakini Bwana anatamani tuwe baraka kwa wengine. Ili kwa kuwa baraka kwetu tuwavute watu kwa Yesu. Si tumeimba wimbo, nizidi kuwaonyesha wengine mapenzi yako. Sasa waone anatoa kutazama waone Yesu. Haleluya. Waone Yesu. Waone kwa huyu mama tutapata hekima. Kwa huyu mama tutapata neno la msaada. Hata kama tu. Hivi unajua kuna watu hawapi vitu watu kwa sababu hawajawapa. Lakini jinsi ambavyo wana hekima, jinsi ambavyo wanakaa na wale majirani wamekuwa. Haleluya. Hebu mimi na wewe tupige mahesabu. Watu wanaotuzunguka wanatuona kama maadui au wanatuona kama kuna mwingine tunasema kama uinjilisi wa usiku tukasema tunakuja kwake. Yaani hata naogopa nitamwambiaje pale jirani kusema ataweka speaker hapo. Jinsi anavyokana. Haleluya. Yaani nawaza nitamwambiaje? Kwa sababu kila wanaoniambia mimi nakataa. Haleluya. Haleluya. Kila somo ambalo Mungu amenipa utashangilia kwa jina la Yesu. Lakini Mungu atusaidie tufanyike baraka kwa watu. Tufanyike baraka. Kwa nini tuwe baraka kwa watu wengine? Kwa nini tuwe baraka kwa watu wengine? Pointi ya kwanza, tunakuwa baraka kwa watu wengine kwa sababu kuwa baraka ni wito kutoka kwa Mungu. Yaani kuwa baraka ni wito kutoka kwa Mungu. Mungu anatutaka tuwe baraka. Kwa hiyo swala la kuwa baraka sio chaguo, sio upendeleo kwamba mimi napenda niwe baraka. No. Hapana, ni wito wa kimungu. Maana kama unataka uende mbinguni ukaketi na Baba, lazima uwe baraka kwa Mungu. Haleluya. Na Yesu ndiye mfano wetu, ndiye kielelezo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52 unasema naye Yesu alizidi kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Sasa wewe useme, mimi na wewe tuseme, mimi na Yesu. Watu pembeni. Na watu wakuone wewe ni baraka, wakuone wewe ni keki unalika. Haleluya. Unaona pa kimbilio. Yesu asifiwe. Yesu aitamani. Kitabu cha Mithali sura ya 11 mstari 11:25 anasema nafsi ya mtu mkarimu itastawishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Nafsi ya mtu mkarimu, maana mtu ambaye anakuwa baraka kwa wengine anasema atastawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tunasema huu ni wito kutoka kwa Mungu. Umeona jinsi ambavyo anamwagiza Ibrahimu. Kitabu kile tulichosoma sura ya 12 mwanzo. Anasema nawe uwe baraka. Maana wewe uwe kimbilio. Angalia ule mstari wa 3 unasema hivi, unasema katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya. Kupitia kwako watu wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia jirani yako, mwambie ulikuwa baraka. Ulikuwa baraka. Watu wanabarikiwa kupitia wewe. Haleluya. Watu wabarikiwe. Unajua kuna watu, yani hadi wale vibarua, wale wa mashambani. Vibarua wa mashambani anaogopa kufanya kazi kwa shamba lake. Na nipenda ameokoka. Asema wewe unafanya kazi kwenye shamba ya yule bwana. Wewe. Ni msumbufu balaa. Halipi kwa wakati. Na wewe umeokoka unasema tunaenda mbinguni. Ya
Haleluya. Haufaida. Kwa nini? Hakufanyika baraka. Kuna watu waliumia kwa ajili yako. Kuna watu waliteseka kwa ajili yako. Kwa sababu tu ulikuwepo mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakikuona uko mahali fulani wanasema, mtu huyo. Sio walikuwa msema Yusufu, aliposema wakasema tupate wapi tena mtu kama huyo? Tumpate wapi? Baba kama huyu, tumpate wapi? Mama kama huyu, tumpate wapi? Kijana kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake. Maana hakujitambulisha. Kusema mimi unajua nimeokoka. Mimi ni Myahudi. Nimetokea huko. No. Maneno yake yanamtambulisha. Maneno yake yanamtambulisha. Maneno yanahubiri zaidi kuliko injili tunayohubiri. Wanaweza sikusa. Yaani maneno yanahubiri. Yanasema haleluya. Wito. Yaani ni lazima kuwa baraka sio ombi. Yaani kama unaweka mkazo, andika kuwa baraka sio ombi. Ni lazima. Kwa nini? Ni agizo la Mungu. Mungu akamwambia Ibrahimu, si kwamba tu utabarikiwa wewe tu. Utakuwa chanzo cha baraka kwa watu wengine. Na kweli Abrahamu alikuwa chanzo cha baraka kwa watu wengine. Ukifuatilia maisha ya Ibrahimu utasoma kwamba alikuwa na wafanyakazi wa kutosha bali mali wake. Kabla hajawa na watoto, jana wafanyakazi wa kutosha. Maana kuna watu wanaendesha maisha yao kupitia maisha ya nani? Abrahamu. Mimi na wewe, Bwana tusaidie tufanyike baraka, tusiwe vyanzo vya makwazo. Kwa hiyo ukoo tuwe baraka. Kwa maneno yetu tuwe baraka. Kwa matendo tuwe baraka. Anaweza sasa. Nakwambia tena kuna mtu ukiwa na tatizo, tena ukamwambia mtu jamani, hebu labda twende tukaongee naye. Kuna mtu anakataa kabisa. Kwa hiyo basi simuwezi. Yaani kimpima tu hivi anaona hamwezi. Kwani hawapo? Wapo. Yaani kuna mtu akija kustaka fulani nilikosea kwa 1 2 3. Ukimpima wewe bwana samehe tu kwa jina la Yesu. Maana sasa hivi ngoma hatuwezi kuifikia. Sasa hiyo hapana. Wanaweza sasa. Maana sisi tuwe baraka. Watu wakitutazama muone Kristo. Lakini pointi ya pili, kwa nini tuwe baraka? Kwa sababu kuwa baraka ni kudhihirisha upendo wa kimungu ndani yetu. Yaani tunakuwa baraka kwa watu wengine ili kudhihirisha upendo wa kimungu ndani yetu. Biblia kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17 na 18 anasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Anasema watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli. Haleluya. Yaani unamwona ndugu ni mhitaji, unazuia. Wakati ungeweza kumsaidia hata unga, ungempa akala kwa kushukuru. Usielewe? Unazuia. Mimi na wewe tunazuia. Asema ukiwa na riziki, tena anasema riziki ya dunia. Vya duniani hapa. Ambavyo hata tukienda mbinguni hatuendi navyo. Yaani hata ujenge magorofa 7. Hatukuziki na hata hii. Hata hii. Yaani utaenda wewe peke yako. Magorofa yote unaya. Hata uwe na magari 20. Hatukuziki na hata hili moja. Wewe utaondoka peke yako. Anasema sisi watu wa Mungu lazima tufanyike baraka. Tuwahurumie watu. Anasema mtu ambaye
amekosa riziki, ana uhitaji, tunamuona. Kwani hatuwaoni? Sio anaonekana. Mpe. Haleluya. Mpe. Wakati fulani tunafika mahali, yaani ukiwa na shida, tunapiga mahesabu nasema, bora ukamkope mpagani, maana mpendwa amekupiga tu Kiswahili, atakupa neno la Mungu, Mungu akusaidie. Yaani Bwana umuone Bwana. Nataka nimuone Bwana kupitia wewe kwa jina la Yesu. Unasema Bwana tutokee. Nataka Bwana nitokee kupitia wewe. Haleluya. Kwa nini nitokee kupitia wewe sasa? Ili kwa sababu una shida, yaani umebaki na shida. Sio wale wengi kuna mtu anakimbilia kwa wale wa mataifa. Wale ambao unaenda kuhubiri, si ndio? Wakati huu wapo hivi unaogopa kuendea. Maana hata wakupi. Haleluya. 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 Tuwe baraka. Vile vitu ambavyo Mungu ametupa kumiliki badala yake, tuwe baraka nami. Sasa sivyo? Tutadhihirisha upendo wa kimungu. Kwa hiyo baraka, tujue kwamba baraka, yaani ukitaka baraka lazima uanze na moyo wa upendo. Ule moyo wa upendo unazaa huruma, utamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Utamsaidia. Akiwa mwenye shida, utamsaidia, utamuokoa. Kwa hiyo kudhihirisha kwa vitendo upendo wa kimungu, jinsi ambavyo anasema na alikuwa na njaa kulipa chakula. Wewe mmoja wa wale watu ambao wanampa chakula mwenye kuhitaji, wanampa chakula. Anasema jinsi ulivyowatendea wale ulinifanyia mimi, na ulivyompa jirani ulimfanyia Mungu. Na wengine tunaishi nao karibu, ni majirani tu wapagani. Je, wanaonaje